Ni siku nyingine tena ambayo tunakwenda kujadiliana kwa pamoja, lakini pia kutaka kujenga na kuboresha taasisi hii. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi hii aliyotupatia. Tunawakaribisha sana, lakini ninaomba kabla hatujakwenda mbele zaidi niweze kuwakaribisha wakurugenzi wetu. Kwa hiyo ninaomba wote tukae tayari na tuwe makini. Kama una peni yako unaweza ukanote baadhi ya vitu ambavyo vitasemwa na wakurugenzi ili baadaye tuweze kurudi kwenye mada yetu na kuweza kujadiliana kwa pamoja. Lakini hivi sasa nitamuomba mkurugenzi Madam Joyce atatutambulishia kwa ufupi taasisi yetu na kusema chochote juu ya taasisi, lakini mkurugenzi Aaron atatupitisha kwenye hii mada vizuri, ataitambulisha mada yetu siku hii ya leo. Kwa hiyo ninaomba ni wakaribishe. Karibu sana mkurugenzi Madam Joyce. Wadada Center, awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uzima na afya na tumekutana mahali hapa. Ni kwa kibali chake akatuwezesha kuanzisha wazo kama hili ambalo linatukutanisha pamoja. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunaomba uwepo wake katika siku hii ya leo. Yote tutakayo kwenda kuyafanya hapa yakawe ni kwa utukufu wa jina lake. Sema amen. Haya, moja kwa moja kama nilivyopewa maelezo kutoka kwa msaidizi wetu Akila kwamba mimi nizungumzie taasisi, na naomba niende moja kwa moja kwenye lengo la taasisi hii ambayo mimi kama mwanzilishi nilianzia kwenye kazi za ndani. Kwa hiyo tuna miradi mbalimbali inayoelimisha changamoto tofauti tofauti katika jamii yetu, lakini kwenye huu mradi lengo kubwa ni kuweza kuwasaidia wasichana ambao na wao ndio wanaanza maisha. Kama enzi zangu wakati naanza maisha nilianzia kazi za ndani. Kwa hiyo mimi naamini bado hata sasa hii ni njia nzuri, sahihi, yenye usalama mkubwa ya kuanzia maisha. Ndio sababu ya kuzaliwa mradi wa Wadada Center. Kwa hiyo ni wadada wanaokuja kutafuta kazi, lakini ni familia zinazokuja kwa ajili ya kuhitaji watu wa kwenda kuwasaidia majumbani. Hiyo ndio shughuli kubwa inayotukutanisha hapa, na lengo ni kuboresha dada aweze kutimiza malengo yake ya kupata kipato ambacho amekuja kutafuta, lakini pia kukumbushana kuhusu majukumu ambayo wanatakiwa kuyafanya. Kwa hiyo ili wale mabosi waliokuja hapa wakalipa fedha zao ambazo zinauwezesha huu mradi kuendelea kuwepo, na wao waweze kupata ambacho walikuja kukitaka. Yale majukumu yao tuweze tukayafanye vizuri. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo linatukutanisha kila mwisho wa mwezi mahali hapa kwa ajili ya kuboresha ile huduma ambayo Mungu ametupa baraka za kuweza kuifanya. Lakini na wale wanaokuja bado pia Mungu anakusudi na maisha yao. Ndio maana amewapitisha mahali hapa. Kama ni dada, Mungu anakusudi na wewe. Kama ni familia, bosi, Mungu anakusudi na wewe. Na mwisho ya yote ni mambo yaliyo mema, kwa sababu Mungu wetu anasema anatuwazia yaliyo mema wala sio mabaya. Kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kila mmoja anafanyika baraka kwa mwingine. Dada, utakapofanya majukumu vizuri, bosi atajisikia baraka kuwa na wewe nyumbani kwake, kwa sababu utamsaidia katika malezi ya familia yake na kutakuwa na amani kwenye familia. Kwa hiyo niwakaribisheni sana ili sasa leo katika mada ambayo tumechagua kuileta mezani, na niseme tu kwamba huwa tunachagua katika zile kero na kesi nyingi tunazozipata. Tunachagua mojawapo ambayo imekuwa ni kero zaidi, tunaileta hapa ili tuweze kuipatia ufumbuzi kwa pamoja. Kwa hiyo niwakaribishe kwenye mada ya leo nikiamini kabisa tutatoka na jambo ambalo litakwenda kutusaidia kuboresha majukumu yetu, na mabosi wetu wataendelea kutufurahia katika uwepo wao. Watakapokuwa na sisi kule majumbani, wataendelea kubarikiwa, wataendelea kupata amani, wataendelea kutufurahia, na mwisho wa mwezi watajisikia amani na furaha kufungua pochi zao, akaunti zao, na wao kutupatia kile tunachokitaka. Kwa hiyo jamani, karibuni sana, na imani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutakwenda kufanya vizuri kabisa, kama ambavyo katika semina nyingi tunazokutana tumeona mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo tuna imani hata hii ya leo itakwenda kuwa mchango mkubwa, hata pale ambapo kuna wengine wanapitia changamoto. Leo tutakwenda kumulika taa. Taa ni ule ufahamu ambao tunakwenda kupeana hapa ili kila mmoja aweze kufanya majukumu yake vizuri. Baada ya kusema hayo,
Nimkaribishe mume. Hii mic mbona imekatika nilivyomtaja mume wangu? Ishindwe katika jina la Yesu. Tena nilivyotaja kipenzi ikakata, imeshindwa. Huyo ni pepo. Huyo ni pepo. Narudia tena. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe mume wangu kipenzi, moyo wangu, lazizi wangu, ambaye tunashirikiana bega kwa bega, ambaye amekuwa kiongozi wetu mkubwa, ambaye amekuwa ni chachu katika kuhakikisha kwamba huu mradi unakwenda mbele. Kwa kweli namshukuru Mungu na naamini kwenye lile neno linalosema wawili ni bora kuliko mmoja. Na mimi ninaamini kabisa mimi ndio ubavu sahihi kwa huyu mume wangu, kwa sababu maono haya kwa namna ambavyo yeye amekuja akayapa nguvu na kuyapa sura mpya, ninaamini asingekuwa amekuja bado tungekuwa hapa tunahangaika na traditional dada, tena hata hawana jina la traditional. Lakini leo hii kupitia mume wangu na mawazo yake na uongozi wake, tumeweza kujua kumbe mabosi wanahitaji zaidi ya wadada wa kawaida, kwa sababu dunia inaendelea. Kuna mabadiliko makubwa. Wanawake hawakai tena majumbani, ni wajasiriamali. Wanahitaji wadada wenye uwezo mkubwa. Hilo sikuweza kufunuliwa ni mpaka mume wangu alivyokuja akatusaidia kujua huu mradi unatakiwa uende kwenye level gani. Kwa hiyo naomba nimkaribishe sana ili sasa aweze kutufungulia mada na kutuendeshea, kutuongoza kwenye hii mada ya leo. Mume wangu kipenzi, karibu sana. Wadada Center. Naona wadada mlismile sana pale aliposema wawili ni bora kuliko. Sasa nyinyi mko kazini, itakuwaje? Wasubiri muda wao. Haya. Ni kweli tunafurahi kuwaona kila mwisho wa mwezi mabosi zetu hapa wadada. Tunashukuru sana kwa kutupa muda wenu. Lakini pia tunamshukuru Mungu. Labda nianze kwa kusema hivi, hapa wote tunamwamini Mungu, si ndio? Au kuna mtu amwamini Mungu? Kuna mtu ambaye amwamini Mungu? Hata Waislamu wanamwamini Mungu pia. Hata Wakristo tunamwamini Mungu, ambaye tunamuita Mungu, si ndio? Sawa, mimi sasa leo nataka tuanze na sala. Sala ambayo inajulikana sana. Watu wote tunaijua. Hii sala ni muhimu kwa sababu ndio tulioongozwa tukaambiwa tuitumie. Wakristo wengi mnaijua. Baba yetu uliye mbinguni, si mnaijua? Haya, twendeni. Akira tutatuongoza. Tunaenda wote kwa pamoja kabla sijaanza. Sawa? Haya jamani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie katika majaribu, lakini utuokoe katika ule uovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Tukiendelea mtaijua. Amen. Haya. Tushafungua. Jamani, mada ya leo ni rahisi tu. Jukumu gani la kwanza la kuzingatia kila siku dada ukiwa kazini? Kwa hiyo tuna maana gani? Tuna maana umeshakaribishwa nyumbani, umeonyeshwa chumba, umeonyeshwa mafriji, nguo, kila kitu. Yaani tayari umeanza kazi. Kwa hiyo ni jukumu gani hili? Sasa tunandola kila siku, lazima ndoliwe wa kwanza. Kila siku, muda wote. Kwa hiyo nataka kila mtu achangie, aseme anachokiwaza, hata na waajiri, kwa sababu at the end tunataka tutoe sasa tuna maana gani au kitu gani tunachokizungumzia hapa. Muda wote, siku zote. Hilo ndio jukumu lako la kwanza unatakiwa ulifikirie. Unapoamka, unafanya nini all the time? Mchana, usiku, jukumu lako hilo. Mmenipata jamani? Moja. Kwa hiyo jamani muongee, mnaweza mkakisia kama hujui vyovyote, sawa? Haya. Karibuni. Okay, tumewasikia vizuri wakurugenzi, si ndio? Hem, tupige makofi kidogo kuonyesha kwamba tulikuwa tunawasikiliza. Hayo ni makofi kwenu wakurugenzi kwa ajili ya kuweza kutoa introduction nzuri. Ni kwetu sasa tuliokuja, wadau, wadada, mabosi. Tunawakaribisha tena kwenye mada yetu hii ya siku ya leo ambayo inasema ni
jukumu gani la kwanza la muhimu zaidi la kuzingatiwa na dada kila siku anapokuwa kazini. Jukumu gani la kwanza la muhimu zaidi la kuzingatiwa na dada kila siku anapokuwa kazini kwake. Hii nitaomba wadada mtasema nye ni jukumu gani unadhani wewe unatakiwa ulifanye kila siku la kwanza, kila siku, kila mara, kila wakati unapokuwa kazini kwako. Lakini pia mabosi vile vile hatujawaacha. Nyie mtatuambia ni kitu gani ambacho unatamani kufanyiwa na dada yako nyumbani kila siku, kila wakati awe anakitekeleza hicho kitu ama hilo jukumu. Nadhani tutaanza na wadada, na hii ni kwa wote. Tulishatangaza mada yetu, na mimi watu wote mlikuwa mmeshaanza kuitafakari. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana nafasi sawa na mwenzake katika kutoa mawazo yake. Sawa? Wadada Center. Wadada Center. Haya, tunaanza jamani kutoa mawazo yetu. Wadada Center. Kwa majina naitwa Felista Dickson Malaya. Mada yetu inasema ni jukumu gani la kwanza ambalo mtu atatambua akiwa kazini. Jukumu langu la kwanza ninapoamka, ninapotoka kitandani. Ninaamka naingia bafuni kuoga. Nikitoka kuoga ndo naangalia sasa kama nina ratiba ya chai yangu ya maziwa au chai yangu ya rangi. Naanza kuangalia kama nina chai ya rangi, naanza na usafi wa nyumba. Nikimaliza naanza kupika chai. Sawa, sorry. Hayo ni majukumu yako ya kila siku, ndio? Tunalizungumzia hapa ni la kwanza. Jukumu kabla hiyo ratiba yako ambalo wewe unawaza wewe. Sisi tuna ambalo tumeliwaza, ndo mada ya leo. Kwa hiyo tunataka tuwasikie wengi nyinyi mnafikiri ni lipi. Then mwisho tutatoa conclusion. Hayo nayataja ni mengi, lakini tunazungumzia ambalo ni la kwanza kila siku, kila saa. So sio unapoamka muda wote. Ninatambua kwamba kama niko kazini. Nisikilize, sio asubuhi, sio mchana, sio jioni, muda wote. Hilo ndio jukumu lako la kwanza. Unatakiwa liwe kipaumbele. Ninatambua kwamba nipo kazini. Kwa yale majukumu ambayo nimepewa lazima niyafanye. Okay. Hilo ndo la kwake la kwanza. Mmelisikia jamani? Kila utairudia. Okay. Anasema jukumu lake ni kuhakikisha ametimiza yale majukumu yake. Nitaomba utakuwa unaniandikia. Hujasema vizuri. Sema vizuri. Sema. Naomba kama alivyosema yeye. Nimesema kwamba ninatambua kama nipo kazini, sipo nyumbani. Kwa lazima nijue, lazima niheshimu yale majukumu yangu niweze kuyafanya. Haya. Okay, anatambua kwamba yupo kazini na ni lazima ahakikishe, aheshimu na ahakikishe kwamba anayafanya hayo majukumu yake. Na ameanza vizuri kabisa. Yaani leo tumefunguliwa vizuri. Cha kwanza alichokisema anatambua yuko kazini, sio nyumbani. Haya sasa. Okay. Huyu ni wa kwanza ametoa mchango wake. Jamani, mada yetu ni jukumu gani la kwanza ambalo dada anatakiwa kulifanya kila siku, kila wakati, kila mara anapokuwa kazini kwake. Tukumbuke majukumu ya kazini ni mengi na ratiba zinatofautiana katika familia moja na nyingine au kati ya mwajiri mmoja na mwingine. Lakini lipo jukumu ambalo kila dada anatakiwa analifanya kila siku anapokuwa kazini kwake. Hilo ndilo sisi tunalohitaji siku ya leo, ambayo ndio mada mahususi ya siku ya leo. Wewe unafikiri nini, dada Catherine? Jukumu la kwanza la muhimu zaidi la kuzingatia kwa dada wa kazi ni kuhusu watoto, kwa malezi kwa watoto. Yaani ni jukumu la kwanza la muhimu sana la kuangalia watoto. Baada ya hapo ndio chakula bora, usafi bora, hivyo vingine ndio vinafuata. Jamani, mpigeni basi makofi. Mbona kwanza wote wameanza vizuri, anyway. Sema ni watoto. Watoto ndo la kwanza. Ndio jukumu lake la kwanza. Catherine, anaitwa Catherine. Catherine anasema watoto. Wa kwanza alikuwa? Wa kwanza huyu amesema kwanza kabisa anatambua kwamba hapo yupo kazini na sio nyumbani. Haya. Okay, tunaendelea kupata mawazo mbalimbali ya wadau. Wajiri pia mnakaribishwa, kama sio lazima twende na dada tu random. Nyinyi mnaweza kusema kwa pande wenu. Nani? Kemi amenyosha mkono. Okay, karibu dada Kemi. Kwa majina naitwa Kemi Mlembe. Oswald Mali.
Mimi natambua kwamba jukumu langu la kwanza ambalo natakiwa kulifanya kila siku ni kumsikiliza mwajiri wangu, anataka nini, hataki nini. Jamani, mnasikiliza? Yaani watu mpaka wamekubali. Tunataka mwasikilize wenzenu pia. Ndio maana tuongee sisi tu, waajiri na nyinyi mnaongea. Kasema nini Kemi? Kemi amesema kwamba jukumu lake la kwanza la kufanya kila siku na kila wakati anapokuwa kazini kwake ni kumsikiliza bosi wake anataka nini na hataki nini.